Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amezindua zoezi maalumu la utafiti wa madini ya dhahabu katika kijiji cha Basot wilayani Hanang mkoani Manyara, utafiti utakaowezesha kubaini maeneo yenye viashiria vya madini hayo ili kufungua rasmi shughuli za uchimbaji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi wilayani humo na mkoani kwa ujumla. Tunashuhudia kuanza kwa kazi kubwa ya kwanza ya utafiti wa madini ya dhahabu katika mkoa wetu wa Manyara, ambao utafungua fursa na kupelekea uwekezaji mkubwa ambao utaifanya wilaya ya Hanang hapo baadaye iweze kukua kiuchumi na watu wake kupata fursa mbalimbali. Ndio maana kama wizara tumeamua leo kuja kuangalia shughuli ya utafiti ambayo inaendelea hapa, ambayo matokeo yake yatakuwa na mchango mkubwa sana kwa wilaya ya Hanang na wananchi wa wilaya ya Hanang. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia utafutaji wa madini katika nchi yetu ya Tanzania ili kuongeza maeneo mengi zaidi ya migodi ambao pia atakwenda kuchochea uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Katika eneo hili ambao umekuja kutembelea ni kuna leseni 5 za Cobra Resources Limited ambazo zina cover ukubwa wa kilomita za mraba kama 228. Kwa hiyo walianza utafiti wa soil sampling mwaka 2023, wakapeleka sample maabara. Baada hapo wamekuja na hatua ya pili sasa kufanya geophysical survey. Kwa hiyo tumeendelea kushirikiana nao pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya pale wanapohitaji mahitaji kwa ajili ya wao kuendelea na shughuli zao. Tumekuwa tukiwasimamia na kuwasaidia kadri ambavyo ofisi inaweza. Bazo tunategemea kabla ya kuondoka hapa, kabla hii drone haijaondoka, zote tutakuwa tumekava, na serikali pia tutakuwa tumeisaidia kuwa na taarifa za kijiolojia ambazo ni za geophysics. Na Mheshimiwa Waziri, naomba niahidi kwako kwamba taarifa zote zinazopatikana hapa tutazitoa zote kwa Wizara ya Madini. Zamani hii teknolojia mpya ambapo zamani helikopta ndio zilikuwa zinatumika. Sasa helikopta au ndege inafly juu zaidi ukilinganisha na drone. Sasa ndege inaporuka juu zaidi tunakuwa na resolution ndogo ya uchukuaji wa data kwenye ardhi. Kwa at least kwa drone tunapata resolution sawa au inayokaribiana kwa karibu na mashine ambayo mtu anakuwa anatembea nayo kwenye ardhi.